Kuhani mkuu anapatiwa ile damu, ana mwaga pale na anaingia huko ndani kwenda kuwaombea nyinyi nyote. Basi siku hiyo ilikuwa imekaribia. Yesu alikuwa anaelekeza macho yake kwenda kule. Alipokuwa akipita, kwa maana ni kama safari, unaenda kutoka mahali alikuwa anakaa Yerusalemu hama mahali anakaa ni Nazareti. Nazareti ilikuwa chini kabisa na ilikuwa inachukua muda mrefu kutembea. Basi alikuwa amepita katika vijiji kati ya Galilaya. Galilaya ilikuwa ndani ya Yerusalemu, na Samaria basi ilikuwa nje, ambao ni watu hawakuwa Waisraeli. Basi akawa akipita kati, anaingia hapa, akienda hapa sehemu hii anaingia Samaria, akienda pande hii anaingia Galilaya. Alikuwa akipita, na hapo unajua watu wanatangamana, kwa maana wako katika mipaka. Kama wale wanakaa karibu na mipaka ya Wajaluo na Wakisii, unapata hawa Wajaluo wanajua hata lugha ya Wakisii, na wale Wajaluo Wakisii pia wanajua Kijaluo. Basi sasa kulikuwa na watu magonjwa haya ya kupohoza. Magonjwa ya kupohoza zamani zile zilikuwa ni kulemea sehemu moja, na inakuwa ni ugonjwa ambao unaambukishwa. Ukikaa na yeye huyu mtu ambaye ako na ukoma, ni kwamba atakuambukisha. Kwa hivyo sheria ilikuwa kama unajua wewe uko na ugonjwa wa ukoma, unakaa mbali na watu, unajitenga. Kama vile korona ilipokuja, mwanzo walikuwa nasema watu wanaenda kukaa mahali, unajitoa kwa watu, na walikuwa wanachukuliwa kama ni shule moja hapo, kwa maana shule zilikuwa nafunga. Ati watu wanaenda huko, wanaenda kukaa pale, hawakai na watoto wengine, hawakai na jamii. Unawekwa kando mpaka upone, mpaka wengine sasa tukaletewa mask, hata hatukukuwa najua mask itakuja. Kwa hivyo naweka, unajikinga, unakuwa kando, unakuwa separated kwa watu wengine. Uwezi kukaa hata na watoto wako kwa muda fulani, mpaka waone ya kwamba ile corona imepona kwako. Basi hivyo hawa watu ambao Yesu alikuta walikuwa 10, na hawa 10 walikuwa na ugonjwa huo mkali, na walisimama mbali. Biblia inasema walisimama mbali, wakapiga sauti, wakasema, Yesu mwana wa Mungu. Na hapo angalia hapa ya kwamba wanatambua Yesu, na Yesu hajafika karibu, lakini kwa maana habari za Yesu zilikuwa zimefuma, kwa maana alikuwa amefanya maajabu, alikuwa ameponya watu wengi, wengine vipofu vikaona, viwete vikatembea, wale wote ambao walikuwa na magonjwa magumu wakaweza wakapona. Na hawa sasa wakasikia Yesu anapita pale akiendelea Yerusalemu, wakasema, na sisi lazima huyu mwana wa Yesu, mwana wa Mungu ambaye anaitwa Yesu, lazima leo tukikosa basi hatutaponywa tena. Na hakika walipoenda kwa Yesu, walipopiga sauti, hakuambia mmeponywa, aliwaambia tu nendeni mkajionyeshe kwa Mafarisayo na wakuu hao watu ambao wanawaambia maneno ya kutoa makafara na vitu vingine, hata viwasaidii. Enda huko mjionyeshe. Sasa hao watu walipopiga kelele, sasa walisema, mwana wa Mungu, Yesu Bwana utuponye. Lakini Yesu anawaambia,
nendeni mkajionyeshe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Yesu anao uwezo wa kuweza hata kushika mkono. Kuna wengine wakiwa wagonjwa, kama daktari hajamuweka sindano ama hajapewa ile madawa ameze, anaona ya kwamba lazima hapa sitapona. Lakini akipewa sindano, akipewa ni dawa, anamekunywa, anaamini ya kwamba sasa nitapona. Kuna mahali wengine wanatoroka mahospitali, anasema ya kwamba hata hakunipima temperature nione kama ukiwekewa hiyo kitu unaona ya kwamba hati utapona. Hiyo kitu hakuna kuponya. Hiyo ni kusikia bila nini roho yako inapiga. Hati hakunipima, hakuniweka hata kwa ratili. Sasa anajuaje ugonjwa yangu? Sasa ubako unatoroka. Lakini hapa Yesu anazungumza peke yake. Anasema, anatoa neno, anawaambia nendeni mkajionyeshe. Kwa maana nini? Ilikuwa ni desturi, kama umeponywa unaenda unatoa kafara na sadaka hiyo ya kutakaswa kwa kuponywa. Vile nawaambia kwamba hiyo wakati ulikuwa wa kwenda kutakaswa. Kwa hivyo ikiwa kama umeponywa, basi ulikuwa unaenda unatoa, sio kujionyesha tu. Wafarisayo hawezi itika. Wanataka ng'ombe, wanataka mbuzi, ulete hapo uchinje, wakule na wao, kwa maana nyingine unawapa. Bwana asifiwe. Hiyo ndio walikuwa wanataka, wanaacha tu. Hawakuwa naacha ati umeponywa. Kitu wako naacha ni kwamba umewapatia sadaka, umewapatia nyama, umewapatia ng'ombe, umewapatia mnyama, umewapatia mbuzi. Hiyo ndio kitu ya muhimu sana ilikuwa. Sio ya kwamba umeponywa. Kujionyesha ni kwamba unatoa. Hiyo ndio ilikuwa maana sana. Basi hawa watu ngawa waliambiwa wakuponywa, wengine walisukusuku. Wakasema sasa mimi sikuhusu, sasa mtu alitufanya namna gani? Sasa natuambia tujionyeshe kama tuko hivi. Tumeremba. Mgonjwa hii imekula kutoka hapa mpaka wapi? Sasa tuende kujionyesha namna gani? Lakini walipokuwa wakienda njiani, wakaanza kutembea vizuri. Wengine walikuwa wanaenda hivi, mguu ukienda pale, mwingine akiwa na mkono unaenda hapa, mwingine akiwa na ingine sijui. Unaona vile watu wako ambao wale meremea, ambao wako na stroke. Unaona vile mikono hata wanashindwa, wanatembea na vitu vingine hapo, scratches. Wengine wanatembea na miguu mingine ambao unaona ya kwamba huyu kweli anagonjeka. Walipokuwa njiani waliona wako vyema. Kama kuna huyu mwingine alikuwa na jicho moja haioni vizuri, alipoangalia akaona anaona ako safi. Akaanza kuangaliana. Walipoangaliana wakaona wote wako safi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini yule mmoja ambaye haukuwa Myahudi alipoona ya kwamba ameponywa, hakuenda kujionyesha kwa wasee, alirudi kwa Yesu kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapoponywa sio wanadamu walituponya. Bwana asifiwe. Unapoombewa, unaombewa sio pasa huyo amekuponya. Haleluya. Ni Mungu kupitia kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sifa tunapokumpa tumpe Mungu. Bwana asifiwe. Alirudi moja akaenda kifutifuti, mikakaa miguuni pa Yesu akimshukuru Mungu. Haleluya. Hata hakutaja Yesu. Biblia inatuambia alimshukuru nani? Mwenyezi Mungu. Alikaa pale akishukuru mpaka Yesu akauliza, "Je, watu walikuwa 10? Wapi 9? Wengine wameenda wapi? Wameenda wapi watu 9?" Anasema ni huyu tena mkeni peke yake anakuja. Wale wengine ni Wayahudi. Wale wengine ambao walikuwa Waisraeli
ambao sasa hao kazi yao ni kwenda kwa watu wase Wafarisayo kujionyesha. Wakasahau Yesu alipowaambia wajionyeshe, wanataka kwanza kujionyesha kwa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa maana yote mema yatoka kwa Mungu. Hakuna kuponywa kote kunatoka kwa binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana tusipojua, ndio maana tumepoteza baraka. Tumepoteza mabaraka kwa maana hatujui ni nani anatuponya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kwa binadamu, tunawapa shukrani. Tunaambiwa umeponywa, toa sadaka, unatoa sadaka. Ati uliniombea mimi nikaponywa, unampa sadaka. Lakini ujui ni Mwenyezi Mungu alikuponya. Na hiyo basi shukrani zinataka kwenda kwa nani? Sienda kwa Yesu, sienda kwa Mwenyezi Mungu, sienda kwa yule anaye uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndivyo hivyo Yesu alimwambia hivi, imani yako, Bwana Yesu asifiwe, imani yako imekuponya. Ndipo sasa tunaambiwa sisi binadamu tuwe na imani kwa nani? Kwa Mungu, kwa maana hatumuoni. Kuwa na imani ni kuamini kile kitu ambacho uoni ni kweli. Ukiwa na imani ni kwamba unaamini kile kitu uoni ya kwamba ni kweli ama kiko hivyo. Ndipo Osa akamwambia imani yako. Hiyo ndio tunapoambiwa tuwe na imani kwa Mungu, kwa maana Mungu hatumuoni, kwa maana Mungu hatuwezi kumsikia kama mnavyonisikiliza sasa. Hamwezi kuonana na Mungu macho kwa macho mpaka utakapokuwa katika roho, ndipo Osa uweze ukapatana na yeye. Usipokuwa katika roho uwezi ukamuona Mwenyezi Mungu, uwezi ukapatana na yeye aliye mkuu. Ndipo Osa akasema imani yako imekuponya, endeni na sifanye dhambi tena. Bwana Yesu asifiwe. Utakapokuwa na imani, tutakapokuwa na imani hiyo ya kwamba Mungu Mwenyezi peke yake ndiye mwenye uwezo, ndiye mwenye nguvu, ndiye anaye uwezo wetu wa kuweza kutufanya tuwe watu ambao hatukuwa. Kuna wengine wamebarikiwa katika hali ambao hawakuwa, na sasa wamefaulu katika biashara yao, na sasa wamefaulu katika mambo yao, na sasa wamefaulu katika yale yote ambao walikuwa wakiomba. Unajua kuna wengine wanaomba hawajui kama wanaomba. Unapofikiria ya kwamba Bwana kama angeweza uweze kufaulu, ndipo Osa anakupa akili, unaenda unafanya hivi na hivi na hivi kidogo kidogo mpaka unapata ya kwamba umefaulu. Lakini ukisha faulu unasahau, unakuwa na imani